السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما، رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Juzi tulikuwa tukisoma masala tukisoma al-Ajurrumiyya, matnul Ajurrumiyya, na tulisoma ya kuwa maneno ya Waarabu yamegawanyika vigawanyo vingapi? Naam, tulisoma kuwa maneno ya Waarabu yamegawanyika vigawanyo vitatu. Cha kwanza tulisema nini? Ni ismun, na tulisema ismun huwa la yaktarinu bizaman, si ndio? Nakumbuka tulisema hivyo, tulisema al-ismu la yaktarinu bizamanin, maana yake ismu haina kwamba ni sasa au ni baadaye. Ya pili tukasema nini? Fi'li, ambayo tushesoma hiyo, tushezungumza alama zake. Alafu ya tatu tukasema nini? Yani tulizungumza juzi tukasema maneno ya Waarabu yote sawa, imma ni ismun au ni fi'lun au ni harfun, hakuna kigawanyo cha tatu. Na harufu tulisema lazima iwe jaa limaana, na tutakuja kuzungumza inshallah tukifika mahali pake. Tumefahamiana mashekhe? Kisha tukaanza kuzungumza alama za ismu, lakini tukazungumza baadhi, hatukuzimaliza. Tulitaja alama za ismu kwa ni ngapi? Ambapo tulisaya juzi, tulisema alama za ismu ni ngapi juzi? Tulitaja alama 4. Tukasema ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 hurufu al-khafdh, si ndio? Haya, tunaposema katika alama za ismu, kwanza kuna khafdhi, kisha kuna dukhulu harfi al-khafdhi alayhi, si ndio? Yani kuna khafdhi na kuna kuingiliwa na harufu za khafdhi. Nyuma kumbuka maneno tulisema tofauti yake nini? Nani yakumbuka tuliposema tofauti ya khafdhi na hurufi za khafdhi? Na Muhammad. Shukran, barakallahu fik. Jina kuingiliwa na khafdhi ni kule kuingiliwa na kasiri, sawa. Jina kuingiliwa na hurufu al-khafdhi ni kule kuingiliwa na hurufi zinazosababisha kasiri, sawa, ambapo tulisema ni zile hurufi al-jarri. Na kama mwakumbuka tulisema chochote kinachoingiliwa na kasiri, chochote ambacho ni makhfudh, tulisema ni kwa moja kati ya njia ngapi? 3. Sawa. Mwakumbuka mimi mwanzo wa darasa nahau niliwaambia nahau ni kuidhibiti tu. Kumbuka maneno. Niliambia nahau kidhibiti baadhi ya vitu ushaijua nahau. Kwa mfano
ukizungumza marfuati, lau waulizwa nahau yote marfuati zinazorufaishwa ni ngapi, utasema ni 7 tu. Utasema ni ngapi? Ni 7. Ushamaliza. Yani wewe marfuati zote ushazijua, ni ujue tu ni hii na hii ni fa'il, naibul fa'il, ni mubtada, ni khabari, ni ismu kana, ujue hizo tu. Tufahamiana? Lau waulizwa mansubati zote, kila unayoona imeingiwa na fataha, kila unayoona imeingiwa na fataha, lau waulizwa zote ni ngapi, sema tu ni 15. Sema ni ngapi? Ni 15. Basi ushamaliza. Sasa 15 hizi ni zipi? Utazitafuta. Ni maf'ulun bihi, ni maf'ulun li ajlihi, ni maf'ulun mutlaq, sawa, ni istithni almustathna minhu, ni tamyizi, ni hali. Bas ukishakuzipitia zile, wewe tayari ushajua nini mansubati. Basi namna hiyo ukiulizwa makhfudhati, chenye kuingiliwa na kasiri, chochote kinachoingiliwa na kasiri ni moja kati ya njia 3. Chochote kinachorufaishwa ni moja kati ya zile 7. Nimeelewa? Chochote kinachonasibishwa ni moja kati ya zile 15. Chochote kinaingiliwa na kasiri ni moja kati ya zile 3, ambayo ni makhfudhun bilharfi kama min albayti, makhfudhun bilidafati kama ghulamu zaidin, na makhfudhun na tabi'un lilmakhfudhi kama marartu birajulin alimin. Khalas. Tufahamiana? Nani Abdul Hakim? Waelewa ninazungumza? Hiyo ndio njia nzuri ya kudhibiti nao. Kwa hivyo juzi tulitofautisha na Muhammad anatutofautisha vizuri. Muhammad yani Sharifu, si ndio? Sharifu wetu wa Salihina. Anatutofautisha vizuri kati ya jina kuingiliwa na khafdhi na kuingiliwa na huruful khafdhi. Sawa? Khafdhi ni ile kasiri yenyewe ambapo yawezekana ikawa ni mudhafun ilayhi, yawezekana ikawa ni tabi'un lilmakhfudhi. Ama kuingiliwa na huruful khafdhi, ametuambia ni kule kuingia hurufil khafdhi zenyewe, ambazo wiki iliyopita tulisema ni ngapi huruful khafdhi? 14. Sawa? Tulisema ni 14 na zimegawanyika vizuri 7 kwa 7 huruful khafdhi. 7 kwa 7, wala ustatiziki. Huruful khafdhi zote 14, 7 za jururisha adh-dhahir wal mudhmar, 7 ndizo ambazo kwamba za jururisha dhahiri peke yake, hazijurishi nini dhamiri au ikhtilaf kidogo ndani. Lakini mimi nawakariri tena, wallahi nahau nyinyi hamutaona dhika nahau. Angalia vitu vinavyozungumza hivi ni kudhibiti vitu, si ukidhibiti hizi sawa. Jawazim ni ngapi? Jawazim ni 10, ni 18. Wala usitatiziki. 18 zagawanyika vipi? 11 zajazimisha fi'ili moja, zilizobakia zajazimisha fi'ili mbili. Kibarua chako wewe ni kuzitafuta zenye kujazisha fi'ili moja nzipi, fi'ili moja za fi'ili mbili. Khalas. Fahamana mashekhi? Tulisema juzi katika darasa, tulisema tanwini nini? Katika alama za ismu tulisema kuna tanwini, si ndio? Acha tumsikize nani Magongo, si ndio? Haya, sio kutupigana Magongo tu. Yadhharu. La yadhharu, hakuna yadhhuru. Ni dhahara, yadhharu. Sawa? Fi'lu madhi ni dhahara, fi'lu mudhari' ni yadhharu. Magongo, sema yadhharu. Toa sauti. Sema dhahara yadhharu. Tena hakuna dhahara yadhhuru. Sema iko hii, hakuna hii. Sema hii iliyoko nipi? Hakuna. Sijakusikia bado. Iliyoko nipi? Hiyo iko ambayo hakuna. Shukran.
Sasa umeelewa na ngote mmeelewa, si ndio? Kwa hivyo tumesema tanwini ni nunun sakinatun, si ndio? Yadhharu fi nutqi, tanwini nunun sakinatun hudhihiri wapi? Fi nutqi, tadhharu fi nutqi, ukitamka. Wala tadhharu fi lkitabati au la tadhharu khattan au tadhharu nutqan la tadhharu khattan. Ukiandika ile nuni haionekani, lakini ukitamka itu nani? Wewe itu nani? Irbai. Mfano wake kama nini? Tanwini ambao kwamba hudhihiri kutamkwa, haidhihiri kuandikwa. Mfano wake kama mfano gani? Muhammadun iko wapi? Naam, mbona kupiga mfano jina lako kusema Hirbayen? Kwa sababu jina lako ni jina la kinyumbani, si ndio? Bismillahir Rahmanir Rahim. Tuendelee. Juzi tulizisoma hizi hurufu al-khafdhi ambao tulisema ni min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, walkaf, na kila mmoja tulitolea mfano wake, si ndio hivyo? Tulibakisha katika darasa ya juzi katika alama za ismu, tulibadisha hurufu al-qasam. Tulibakisha hurufu al-qasam, maana yake fal ismu yu'rafu bil khafdhi wat tanwini wa dukhuli al-alifi wal lami alafu wa hurufi al-qasami, si ndio? Na hujulikana vile vile ikiingiliwa na moja kati ya hurufi al-qasam. Hurufi al-qasam ni tatu. Amesema hapa hurufi al-qasam ni tatu. Ya kwanza ni alwau, ya pili ni atta, ya tatu ni alba, ambazo maarufu ni zile wallahi, billahi, tallahi. Hizi hurufi tatu ambazo ni hurufi za kuapia haziingii ila kwenye asma'i peke yake, haziingii ila katika asma'i peke yake. Ismu yoyote ikiingiliwa na moja kati ya hizi hurufu al-qasam ni lazima hiyo ismu iwe ni majrur, na ndiyo maana mkisoma Qur'ani mutaziona hizi nyingi. Kwa mfano wal asri, hamsomi hivyo? Mwasoma wal asri, si ndio? Kwa nini al asri pale imekuwa na kasiri? Kwa sababu ile wau ni waul qasam, ni wao ya kuapia. Sawa, utasema wal asri na apa na alasiri, si ndio? Sura nyingine wal adiyati, wal adiyati, meno mengine kasiri. Naam, nani atanipa mfano mwingine? Dima wan najmi idha hawa. Naam, wal fajri gayoe, wasafati. Nani mwingine? Koja huyo alidiriwa. Wal laili rijal, washamsi nani boka, wadhuha. Sawa, wadhuha wao ni ya qasam, lakini mwaona kuna kasiri pale. Kasiriko iko? Hakuna. Iko lakini muqaddara, iko lakini ni muqaddara, ambao ndio mlango wetu utakaokuja huo katika babu al-i'rab. Tumefahamiana? Washamsi wa dhuhaha, ile ndio sura ambayo ina wao za kasami 11. Washamsi wa dhuhaha wal qamari, ni kiapo hicho pia? Idha talasa kiapo. Washamsi wa dhuhaha 2, wal qamari idha talaha, kisha wan nahari idha jallaha, kisha wal laili idha yakhshaha, 5 hizo, kisha
wassamai wama banaha, 6 hizo. Wal ardi wama tahaha, kisha wa nafsin wama sawaha, pia ni kiapo. Wa nafsin wama sawaha, tafahamiana. Ile wao ni wao alqasam, ile ma ndio muksamun bihi, kisha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha. Mbona zingwa 9? Kuna aya ambazo zimezuruka hapa nyuma, si ndio? Ipi na ipi? Washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wannahari, kisha kuna wassamai wama banaha wama tahaha. Naam, wassamai wama banaha, 2 hizo. Wal ardi wama tahaha, zote ni kasam hizo. Kwa ufupi ukizihesabu, suratu Shamsi ndio sura ambayo ina viapo vingi katika Qur'ani kuliko sura zote. Sababu gani? Kwa sababu ina viapo 11 ambavyo vimefuatana. Unaelewa mashekhe? Kwa hivyo miongoni mwa alama za kitu kuwa ni ismu ni kuingiliwa na nini? Ni kuingiliwa na huruful qasami. Huruful qasami kisha tusema ni harufu za nini? Za kuapia, si ndio? Ambazo ni harufu ngapi? 3. Ya kwanza alwau, ya pili albau, ya tatu atau. Sawa. Kisha zina tafasili zake, sitaki tuziingie, sababu tukiziingia zitatoa katika lengo letu ya kufanya na hao iwe tuende kulingana na madariki ya fahamu zetu. Tumemaliza alama za ismu. Naam, kabla sijaingia kwenye alama za fi'li, nani ambaye yajihisi mpaka sasa hajaelewa alama za ismu? Nani yule ambaye ahisi mpaka sasa hajaelewa katika alama za ismu? Atuambie ili tumfahamishe zaidi. Basi kama tumeelewana, tuingie katika alama za fi'li. Sasa mashekhe, tulisema ismu la yaktarin bizamani, fi'li yaktarin. Fi'li ni kitu ambacho chaonyesha kwamba ni zama, manake ni jambo ambalo limefanyika sasa au litafanyika baadaye, au ni jambo ambalo ni la kuamrisha. Ikiwa ni la kufanyika sasa, wenyewe wameita fi'lun madhin. Ikiwa itafanyika baadaye, wameita fi'lun mudhari'un. Ikiwa ni ya kuamrisha, wameita fi'lu amrin. Na kila moja kati ya hizi ina alama zake. Fi'lun madhin ina alama zake, fi'lun mudhari'un ina alama zake, fi'lu amrin ina alama zake. Kwenye kitabu chetu hichi ambacho Matnul Ajurrumia amechanganya, tufahamiana, katika kitabu chetu Matnul Ajurrumia amefanya nini? Lakini ukienda kwenye vitabu vingine ukisoma utakwenda kuona amegawanya, amekwambia hizi zaingia kwa madhi na mudhari', hizi zaingia kwa madhi peke yake, na hizi zaingia kwa mudhari' peke yake. Maneno anayozungumza haya, asema wal fi'lu, na fi'li yu'rafu biqad, hujulikani kwa qad, wasini na sini, wasaufa na saufa, wa ta'i ta'nithi sakinati, na te ya ta'nith ambayo ni as-sakina. Alama ngapi ametaja hizo? Alama 4. Wal fi'lu, na fi'li yu'rafu biqad, hujulikani kwa qad. Ile qad jaa al-haqqu, qad yaji'u al-gharibu, si ndio? Qad alima Allahu. Ile qad ile mahali popote ukiona qad, ujue kilichoko mbele yake nini? Ni fi'li. Na qad yaingia kwa fi'lu madhi na yaingia kwa fi'lun mudhari'un. Ni mnaelewa? Qad huingia kwa fi'lu madhi na vile vile qad huingia kwa fi'lun mudhari'un. Fi'lu madhi ni kama kusema
Naam, qad kharaja, qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qad samia Allahu, qad ikiingia kwa fi'lu madhi maana yake ni tahqiq. Maana yake nini? Hata ukifasiri utasema qad samia Allah, hakika amesikia Mwenyezi Mungu. Qad kharaja Muhammadun, hakika, kwa sababu qad imeingia kwa fi'lu gani? Dima. You get me? Wanielewa? Naam. Qad ikiingia kwa fi'lu madhi yamaanisha nini? Tahqiq. Kufasiri tafsiri vipi? Qad jaa al-ustadhu, utasema naam. Toa sauti dhima wewe, utasemaje? Hakika, jambo ambalo limethubutu. Tufahamiana. Lakini qad hiyo hiyo pia huja ikaingia kwa fi'lu mudhari'i. Qad hiyo hiyo huja ikaingia kwa fi'lun. Qad ikiingia kwa fi'lu mudhari'un haifidishi tahqiq kama inavyofidisha kwa madhi. Kwa fi'lu mudhari' qad hufidisha taqlil. Hufidisha nini? Taqlil ni jambo kwamba limefanyika chache. Na hata ukifasiri utafasiri hivyo hivi. Ukisema qad yaji'u al-gharibu al-yawma, hausemi hakika, utasema huenda. Maana yake aweza akaja, aweza. Nyimada fosi ni fosi wewe nani? Irbaidini fosi, itabidi fosi uje ukae hapa karibu hapa. Ni kama leo ninamkana wewe leo. Irbai, wanaendelea nazungumza. Naam, fi'lu qad ikni fi'lu mudhari ufidisha nini? Taqlil. Nini maana taqlil? Uchache. Sawa, ufidisha uchache popote. Sawa. Qad yadhribu aliyun, qad yadhribu aliyun manake huenda. Kwa hivyo tuna tofauti ya kusema qad dharaba aliyun na kusema qad yadhribu aliyun. Sawa mashekhe? Kwa hivyo ya kwanza ni al-fi'lu yu'rafu bi qad, na tumesema qad yaingia kwa fi'lu madhi na ya pili katika alama za fi'li wasini. Sawa, na miongoni mwa alama zake ni kuingiliwa na sini. Miongoni mwa alama za fi'li ni kuingiliwa na sini. Sini ni ile wanayoita ni harfu tanfis. Harfu tanfis ni kutoa pumzi, yani muda kidogo tu hivi. Ile fi'lu mudhari ukiona mahali kumeingiliwa sini ya tanfis, kwa mfano sayakulu, sayakulu, sayati, sayadhribu, sayajiu. Sawa, hii sin huitwa ni harfu tanfis, manake muda kidogo atafanya nini? Atakuja, atapiga, atakula. Tufahamiana mashekhe? Na hii sini hii ambayo tumesema ni harfu tanfis huwezi kuiona kwa fi'lu madhi. Nimekumbuka nimemwambia kwamba hizi alama za fi'li zimechanganywa. Kuna moja ingia kote kote, kuna moja ingia mahali pamoja. Sasa hii sini ya tanfisi hii maisha yake ni kwa fi'lu mudhari. Sawa? Hakuna sadhahaba. Hakuna nini? Sadhahaba. Iliyoko sayadhhabu. Sasa mashekhe, na ikija ujue hata ukiribu sayadhribu al-ustadhu, hata ukiribu utasema asin harfu tanfis. Sawa mashekhe? Ya tatu, alama ya tatu ni saufa. Alama ya tatu katika alama za fi'li ni saufa. Saufa ni kama sin. Ni kama sin kwa sababu
tumesema sin yaingia kwa fi'lu mudhari, si ndio? Na saufa pia inaingia kwa fi'lu mudhari, haingii kwa fi'lu madhi. Lakini saufa yatafautiana sin na saufa kwa sababu sin ni ya tanfis, saufa ni taswif. Kisha kuna tofauti ndugu zangu, kuna tofauti ya kusema sayadhribu al-ustadhu na saufa yadhribu al-ustadhu. Sayadhribu al-ustadhu ni huu muda mchache tu atapiga, saufa ni taswif. Sawa, yatakwenda lakini mwisho atapiga. Ni mnaelewa? Lakini kwenye Qur'ani simwasoma kalla saufa ya'lamun thumma kalla saufa, maana ichukue muda itakavyochukua, lakini watafanya nini? Watajua tu. Hiyo ni katika suratu At-Takathur. Kisha katika suratu An-Naba imekuja kalla sayalamun, maana baada muda mchache tu, kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Hadhir ya shabab. Kwa hivyo sin na saufa zote ni katika alama za fi'li, lakini ni fi'li gani? Ni fi'lu mudhari. Tumesema kwa fi'lu madhi haziingii, si ndio? Haya, alama ya 4 watai ta'nithi sakinati. Alama ya 4 watai ta'nithi as-sakinati. Vile vile miongoni mwa alama za fi'li ni kuingiliwa na te ya ta'nith ya sakna. Te ya ta'nith ya sakna ni tofauti na sin na saufa. Te ya ta'nith ya sakna haingii ila kwa fi'lu madhi. Mashaka mnaelewa? Hebu niwaulize mpaka sasa, zinazoingia kwa fi'lu mudhari peke yake hapa tumeona ni ngapi? 2. Ipi na ipi? Sin na saufa. Inaingia kwa fi'lu madhi peke yake tumepata ngapi? 1, ambayo nini? Ta ta'nithi sakina. Inaingia kwa fi'lu madhi na mudhari tumpata ngapi? 1, ambayo nini? Ta ta'nithi sakina ni katika alama za fi'li, alama za fi'lu madhi. Tafahamiana mashekh? Kwa mfano useme qamat, dharabat, alimat, ile ta ta'nithi sakina ile. Mfano kwenye Qur'ani, tulipofanya kwenye Qur'ani, taka mmoja tulipofanya kwenye Qur'ani ambao ndani kuna ta ta'nithi sakina. Naam, shukran Magongo. Qalatil a'rabu, qalatil a'rabu, qalat. Mbona mingi tukisoma tusemi qalat tusema qalatil a'rabu kwa sababu ya iltiqa'u sakinain, si ndio? Nani mwingine anapofanya Qur'ani? Wa Maryam ibnata Imrana allati ahsanat, fi'lu madhi. Umeona? Fosi muamunu mwenye mkono sasa kutega tena. Haya, naam. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Muhammad ilikuwa mwenye mkono, ilikuwa ni hiyo. Kwa hiyo fosi kutangulia. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Shaaban, naam. Qaddamat, kadhabat thamudu bitaghwa, kadhabat. Basi mfano kama huo, wewe ukiona mahali kumeingia te ya sakna, jiro anisikia? Mahali ukiingia te ya sakna, ujue hiyo te imeingia kwa fi'lu madhi. Naam, bado ni hiyo kiingia kwa majhul. Kudhibat, sawa, bado ni hiyo. Na hata kama inaingia kwa majhuli, bado majhuli fi'lu madhi, si ndio hivyo? Haya, hizi tulizozisoma
ndizo alama za ismu. Tumesoma alama 4. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nithi as-sakinati. Tumalizie ya mwisho. Tulisema maneno ya Waarabu yamegawanyika vigawanyo vitatu. Wana ismu, tushaona alama zake. Wana fi'li, tumeona alama zake. Kisha ya tatu wana nini? Wana harfu. Je, harfu ni ipi na ina alama gani? Harfu ni kiunganishi. Harfu sawa. Asema wal harf na haina alama. Yani harufu haiingiliwi na alama za ismu wala haiingiliwi na alama za nini? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harufu ni ile ambayo kwamba haiingiliwi, haiswilihi pamoja nayo dalili za ismu wala dalili za fi'li. Amaanisha nini? Amaanisha chochote utakachokiona kwa Waarabu ikiwa hakina alama ya ismu na hakina alama ya fi'li, ujue hiyo nini? Ni harufu. Nimeelewa? Tumesema neno ya Waarabu yamegawanyika vigawanyo vitatu: ismun wa fi'lun wa harfun. Sawa. Ismu wana alama zao wameweka, fi'li wana alama zao wameweka. Harfu alama yake nini? Harfu alama yake ni kutokubali kuingiliwa na alama za nini? Za ismu, wala kukubali kuingiliwa na alama za nini? Ukiona chochote ambacho hakikubali ujue hiyo ni harfu. Mkuhadhiri? Naam. Umeona kitu, napigie mfano. Tumeona kwa mfano lam. Lam ni harufu. Tusema lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Au kwa mfano tukiribu hapa ina hawetu asubuhi, mara tusema alwau harfu atfin. Situaribu hivyo. Au kwa mfano nyingine mtaribu kama nini? Kwa mfano in, mkiribu mwasemaje? In harfu shar. Mimi napiga mifano zangu mwaribu hapa asubuhi. Sawa, ili ukiona ujue hii ni ile tulioambiwa. Simaribu ile fa in lam yashtamil, si ndio? Ala ba'dhi alhurufi swika sauti tabli fala. Sema mwaribu hivyo. Utasema in harfu shartin jazimun. Nyingine ambayo tuaribu asubuhi hapa ni kama au fi harfu jarrin fil baiti. Nyingine fa'u nini? Alfa'u fa'ul fasihati, alwau lilistinafi. Zote ni harufu hizo. Nyingine nataka za asubuhi za alfajiri zile ambazo tutatesana hapa. La nafiyatun. Sasa mziona hizo zote mtu usipiga mfano hizi. Naam, zimeitwa harufu kwa sababu hazikubali kuingiliwa na dalili za ismu wala hazikubali kuingiliwa na dalili za fi'li. Lao zingelikuwa za kubali kuingiliwa na dalili za ismu, tungelisema hizi nini? Ni asma. Na lao zingelikuwa za kubali kuingiliwa na dalili ya fi'li, tungelisema hizi nini? Ni af'al. Zilipokuwa ziko peke yake, hazikubali dalili ya ismu wala hazikubali dalili ya fi'li, tukazitoa tukasema hizi sio ismu wala sio fi'li, zikapewa jina la peke yake, zikaitwa nini? Zikaitwa harufu. Tumefahamiana mashekhi? Kwa hivyo kwa ufupi darasa letu mlango wa kwanza tumeumaliza. Katika huu mlango wa kwanza kwa ufupi tumesoma maneno kwa watu wa nahau. Ili yawe maneno lazima akamilishe masharti gani, si ndio? Tukasema maneno ili yawe maneno lazima
yakamilisha mambo mangapi? Manne. Ya kwanza iwe tulieleza lafdhul ni nini, si ndio? Ya pili tukasema ni lazima iwe ni murakkab, tulieleza maana ya murakkab. Ya tatu tukasema iwe ni mufid, tulieleza maana ya mufid. Ya nne tukasema tukaeleza maana ya wadhi. Kwa maana ngapi tumeeleza? Kwa maana ngapi? Mbili. Moja imo katika Dahalani na moja imo katika kitabu cha nani? Cha Al-Makudi alipoisherehesha hii Matnul Ajurumia. Kisha tukasema haya maneno ambayo tumesema lazima yakamilika vitu vinne, tukasema haya maneno migawanyika vigawanyo vingapi? Vitatu. Cha kwanza tukasema ni tumeieleza ismun na alama zake. Kisha tukasema ya pili ni fi'li, tukaieleza fi'li na alama zake. Tukaeleza ya tatu ni harfun, tukasema ya tatu nini? Ni harufu. Na tukasema alama ya harufu nini? Ni kutokubali alama za au. Haya, nani ambaye hajaelewa kitu? Omusula, kitu gani hujaelewa katika tuliyozungumza yote? Au huu mlango wa kwanza wote, kitu gani wahisi hujaelewa baba? Iko sawa? Nani ambaye atasema hajaelewa kitu katika mlango wa kwanza? Atuambie kitu gani hajaelewa tumfahamishe. Hashim, uko sawa? Naam. Hussein, uko sawa? Nani? Nataraji hakuna. Basi kama hakuna, inshallah leo tutakoma hapa. Mwenyezi Mungu akituafikia, tukija tena tutakuwa tuanza mlango mwingine, tuanza babul i'rabi. Mwenyezi Mungu inshallah tufungulie milango ya ilmu na tujalie tupate ilmu yenye ilmu ya kutunufaisha. Ninachokitaka tukija darasa ijayo insha Allah hatutokwenda mbele mpaka huu mlango wa kwanza muusome kwa hifdhi. Tumeelewana? Darasa lijalo Mwenyezi Mungu akipenda, kabla ya kuanza babul i'rabi, huu mlango wa kwanza wote nataka muusome. Kizungu mwasema usome nini? Off head, si ndio? Yes, si ndio? Yes. Musome kwa moyo nyote, muanze bismillahir rahmanir rahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan fal-ismu yu'rafu bil-khafdhi wat-tanwini wa dukhuli al-alif wal-lam wa hurufi al-khafdhi wa yurafu biqad والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Munisomee kwa sauti moja, kisha yule ambaye nitamuona kidogo asomi atatusomea peke yake. Hapo vipi? Yule ambaye hatusomei atatusomea peke yake, lakini tutasoma na ndio tunani kila mlango tukimaliza kusoma itakuwa tukiuhifadhi. Sasa mashekhe, kila mlango tukiuhifadhi, na insha Allah Mwenyezi Mungu atajalia hii iwe ndio ufunguo wetu katika hili somo la nahau. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا الطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا العلم وألزمنا الفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.